Anaolewa dada huyo, anaolewa, watu wanapiga sherehe nini. Yakobo anapata mke, anachukua mke, anabeba mke, anaenda honeymoon. Yakobo anaenda honeymoon. Usiku wote unapita, ya honeymoon yanafanyika. Eti Yakobo anasema alipofungua pazia ndio akaona kwamba yule aliyekuwa naye usiku mzima sio Raheli, chaguo lake ni Lea. Magomere, bado hukumu ya upelelezi inaendelea. Tukijiuliza, hivi kweli unaweza ukamfanyia kazi mwanamke miaka 7 halafu usiku mzima upite usishtukie? Tunaendelea kujadiliana, tukipata majibu tutawaletea. Hatujapata majibu mpaka sasa. Kwa hiyo Yakobo anapofungua pazia anatazamwa na dada, hana mvuto, na ni Biblia ndio inasema hana mvuto. Wanasema jicho lake moja lilikuwa kama lina udhaifu, inaleta wazo la makengeza. Yaani yule dada hana mvuto, akiongea ni kama analia, akicheka ni kama nini, shida kabisa. Yakobo akakasirika, akarudi kwa mjomba, akamwambia Labani, huyu sio chaguo langu. Labani akamwambia, samahani mwanangu, sikukwambia huku kwetu haolewi mdogo kabla ya mkubwa. Kwa hiyo ni kama ule mkataba wenye vimaandishi vidogo, hukuvisoma vizuri. Kwa hiyo tufanyeje? Tuoe. Sasa miaka mingine 7. Yakobo hakubisha, soma Biblia, hakubisha, hakuanza kupunguza kwa jinsi alivyompenda Raheli. Biblia inasema akapiga kazi miaka mingine 7. 7 ya kwanza jumlisha 7 ya pili ni miaka mingapi jamani? Halafu sikia, hapa ndipo Yakobo anaponimaliza. Eti baada ya miaka 7 kwa jinsi alivyompenda Raheli, Biblia inasema kwa Yakobo ilikuwa ni sawasawa na siku moja machoni pake. Nguvu ya mwanaume aliyependa. Sasa kuna dada tu hapa amekutana na kijana kwenye net event Jumatatu, leo tayari ameshakudanganya, mmeshapanga leo baada ya ibada mwende nyumbani kwake. We dada, tulizana. Kama anakupenda anaweza kuvumilia katika jina la Yesu. Nimepita nisije nikakwaza watu hapa, nikawaondoa kwenye uwepo wa maombi. Leo ni siku ya maombi. Baada ya miaka 14 akapata yule chaguo lake. Amepata chaguo nalo lina shida. Lea mbaya, lakini anafyatua watoto kila mwaka. Raheli mrembo, lakini hazai. Lea mbaya, kila mwaka watoto. Raheli mrembo. Sasa Yakobo akitaka watoto anaenda kwa Lea, akitaka mtu wa kwenda naye kwenye harusi, sasa kwa washikaji zake, vikao vya washikaji, anabeba Raheli. Maana maisha haya maisha yanakuwaga na yenyewe na changamoto nyingi. Na ni ajabu kwamba Mungu hampatii kila mtu kila kitu. Kwa hiyo matokeo yake watoto wa kwanza wa Yakobo 4 wale vijana wakazaliwa na Lea. Kipindi hicho Raheli yuko stop. 4 human beings. Simeon, Reuben, Lawi, Yuda, wote wamezaliwa na Lea. Raheli hapati watoto. Raheli akaona hii nayo haijakaa vizuri. Mimi nazuba hapa, mimi tu ndo nimebaki tu hapa na tukano. Akamwambia Yakobo, tulisoma habari za Ibrahim babu yetu alipokuwa bibi yetu apate mtoto, mjakazi huyu hapa. Yakobo naye alikuwa mtii, akiletewa mjakazi yeye anapita tu. Mjakazi wa Raheli akaanza kuzaa. Huku nako Lea mambo yamegoma. Baada ya 4 hawa hazai tena. Akaona mbona huyu mjakazi anapambana sana, na yeye akamwambia Yakobo, na mimi hapa nina mjakazi wangu huyu anisaidie. Tayari tena Kwa hiyo Yakobo sasa amezalisha nani? Lea. Mjakazi wa kwanza, mjakazi wa pili. Mwishoni huku Raheli naye anapata watoto 2. Benjamin pamoja na nani? Na Yusufu. Kwa hiyo jumla wale wajakazi wana watoto 6 hapa katikati, Lea ana 4, Raheli ana 2 hapa chini. Jumla ukiweka pamoja watoto 12 wa Yakobo. Kama tuko pamoja sema amina. Pale kulikuwa kuna kajamaa kana kierehere kweli, kanaitwa Yusufu, na baba yake akawa nakakubali. Matokeo yake ndugu zake wakakachukia kweli, kiasi kwamba wakataka kukaua. Wakitaka kukaua siku moja, basi ikatokea kwamba ikaishia tu wakakauza badala ya kukaua, na huu ulikuwa ni mpango wa ndugu yake Benjamin. Kakauzwa kakaenda Misri. Huku Misri kakauzwa kama katumwa. Yusufu sasa kamekuwa katumwa huku Misri, na pale kakauzwa nyumbani mwa Potifa. Yaliyotokea pale ni mengi. Nilishakwambia Biblia ni kitabu kizuri kuliko hata movie za Netflix unazoziangalia. Ukisoma tu umetulia, kuna mambo ya hatari. Pale kulikuwa na mshangazi mmoja Pro Max unaitwa Mama Potifa.